sisi kama polisi hatufurahishwi kabisa na vitendo vinavyoendelea vya kihalifu katika maeneo yenu ya biashara. Vitendo ambavyo vinakiuka sheria za nchi, lakini vitendo ambavyo vinakiuka haki za watu hatufurahishwi navyo hata kidogo. Na sisi kama jeshi la polisi tunao wajibu wa kuchukua hatua, na vingine vinavyoripotiwa tumekwisha anza kuchukua hatua. Sasa ili tusiendelee kuchukua hatua, pengine tumeona tuwaite na kuwatahadharisha. Na watu wanajiita mabouncer wameamua kujigeuza vituo vya polisi. Wameamua wengine kuchukua sheria mikononi. Wengine wameamua kujigeuza wamekuwa mahakama, kitu ambacho sio sahihi kabisa. Mnakamata hao mnaowaita wahalifu, mnaamua kuwashambulia, mnaamua kuwaumiza, mpaka inatokea watu wengine wanapoteza maisha. Nimeona niwakumbushe na kuwatahadharisha kwamba ninyi hamna haki hiyo. Ukikamata mhalifu unatakiwa umpeleke kwenye kituo cha polisi. Mhalifu wa makosa ya kijinai anatakiwa kufikishwa polisi. Polisi wanatakiwa kufanya upelelezi na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Na sisi ni kazi yetu polisi kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama na wanaishi bila hofu. Wanakuwa salama wanaishi bila hofu ya kufanyiwa uhalifu. Napenda kusisitiza na wataka kuacha kujihusisha kwenye matendo ya kujichukulia sheria mikononi, kwa sababu ninyi hamko juu ya sheria za nchi. Mambo ya kuwahukumu watu mbalimbali eti kwa sababu hawajalipa bili na kuanza kuwafanyia mateso ili walipe hela, hatuwezi kuruhusu, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Tunayo mifano hai ya watu ambao wamepoteza maisha na tunapeleleza kesi ziko hapo. Sasa mimi nimewaita kwa ajili ya kuwatahadharisha kwamba kila uongozi wa bar, grocery, hotel katika maeneo yetu, maeneo yenu, nenda mkatathmini hali halisi ya usalama na utendaji kazi mnavyotoa huduma kwa watu mnaowahudumia. Kama mtu amekosea, nenda mkaripoti katika kituo cha polisi. Kwa mimi nitoe wito kwa wale ambao hatuna sababu ya kuweka bouncer. Simamia baa yako unavyoweza kusimamia. Mwambie meneja mpe majukumu yake. Mimi naamini huyo ni meneja wangu, anajua wajibu ambao anatakiwa kufanya. Haturuhusu meneja kukunja ngumi, haturuhusu mdada kukunja kuvutana mashati. Kama kesi imekuzidi, lete kwenye uongozi. Mimi leo akija akasema huyu mzee amekunywa hajalipa, naweza kusema kwamba naomba uondoke, hilo utailetaje, kuliko kuruhusu ugomvi ukatokea. Kwa hiyo mimi nadhani nitoe twito kwa wale ambao hatuna sababu ya kuweka mabouncer, lakini pia kama tunaweka mabouncer tujue vigezo vya mabouncer kazi yake ni ipi.